chapter 21, chapter 1 verse 26. Mwanzo 1:26 inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Amen. Amen. Enda katika hiyo kitabu tu chapter 2. Alafu nisomee 18 na 19. Mwanzo 2:18 na 19 inasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, kwa mara nyingine mfalme, twaja mbele zako. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Umekuwa mwaminifu, ukaruhusu kila mmoja katika kipindi kiti ambao tumepitia Bwana. Umekuwa tu mwaminifu na ukatuongoza, ukatuleta katika nyumba yako. Ndani ya nyumba yako kuna pumzi ya uhai, Jehova. Na ndio sababu leo hii tumekuja ili tukapate kusikia kutoka kwako mfalme. Angalia askofu wetu alivyosimama hapa Bwana, ametamka maneno ambayo yametuhimiza mfalme. Na Baba, hatuna budi ili tukapate kuyazingatia. Nami wakati kama huu nimesimama pia katika haya madhabahu. Sio mimi ambao nimesimama, bali wewe ndio Bwana uliyesimama katika haya madhabahu, Jehova. Nitumie kama chombo chako ili nikapate kuwanenea watoto wako yale ambao umekusudia kuwanenea. Asante mfalme kwa sababu umejibu. Katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumesoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Na pale tunasema Mungu anasema let us. Na hapo ndio mahali ambapo ninakuja. Let us. Hiyo iko katika wingi, in plural. Let us. Watu wanaweza sema then Mungu ni mmoja. How comes anasema hapa let us? Mwingine anaweza kuwa na swali la kuuliza, kwani Mungu ni wangapi? Sababu Mungu anapojiintroduce na akintroduce kutengeneza mwanadamu, anasema let us. Let us make man in our own image. Bwana asifiwe. Amen. Anasema let us in our, katika wingi. Tukiangalia pia katika kitabu cha Genesis chapter 2:18, anasema na Mungu alipomuumba Adamu, naye akaona ni vyema amuumbie msaidizi, needing one another. Na hiyo ndio message ambayo tunaenda kuiongelea leo hii. Wapendwa, tunaishi katika ulimwengu ambaye watu wanakaa, alafu yeye anajiona anaweza fanya jambo pasipo mwingine kumsaidia. Mungu alipokuwa anataka kuweka katika hali ya maumbile, number 1 ajirifaa kama us. Hiyo inamaanisha hakuwa peke yake. Na hapo tunakuja katika conclusion ya kusema God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Hiyo inamaanisha even God needed somebody ambaye anamsaidia katika creation. Iwapo yeye he was God, but also alikuwa anahitaji mtu ambaye atamsaidia. Ndio sababu akarifaa let us create, let us make man in our own image. Hallelujah. Amen. Huyo ni Mungu. Now nature demands that we must need one another. Hiyo ni nature ina demand. Na hatuwezi run away from it. Kwa sababu is a nature ambayo ina demand kuwa mtu yoyote aliyezaliwa na mwanadamu anahitaji mwingine. Amen. Wewe ili uite baba, unahitaji mke wa kufanya uwe na watoto ambao watakuita baba. Amen. Hallelujah. Usipokuwa na mke, hauwezi ukaitwa baba. Hiyo inamaanisha kuna mtu ambaye unahitaji katika maisha yako. Ili uitwe mama,
Hauwezi ukaitwa Mama Melinda pasipokuwa na mume. Amen. Kwa sababu mke yeye hajihitaji yeye. Anahitaji mume ili apate mtoto. Naye mume anahitaji mke ili apate mtoto. Hiyo ndio sababu nasema we need one another in our life. Hallelujah. Adam anaumbwa. Biblia inasema and God created a man in his own image. Na alipokuwa ameumba mwanadamu, Biblia inasema in the image of God he created man. He, him, female, male and female created he them. Hiyo ndio vile Biblia inasema that God created a man in his own image. In him was a man. In him was a female. And he created them. Amen. Lakini pia tunakuja naangalia baada ya kufanya hivi vitu yote, still Mungu anasema na Adam akaonekana akiwa peke yake. Na Mungu akamlaza. Na Mungu akatoa msaidizi. Na akasema alitoa msaidizi wa kufanana na yeye. Nature imedemand. Is a process ambayo ina demand that everyone ambaye yupo anahitaji mtu mwingine ili akapata kusucceed in life. The life has no meaning kama hakutakuwa na mtu ambaye atakusimamisha. Ukisoma katika kitabu cha Ecclesiastes chapter 4 verse 6 inasema two are better than one. Amen. Bwana asifiwe. Two are better than one. Na ndio sababu tuko hapa. Kanisa la leo na wakati wa leo tunahitaji mmoja kwa mwingine. Wakati wa kusema ati mimi ninaweza fanya peke yangu imepita na wakati. Ndio sababu Mungu alihitaji pia watu ambao wanaweza kumsaidia. Wakati alitaka mtu akushuka na kuhubiria watu, alituma mwanae akakuja. Mwanae alipokuwa anaenda, alisema nitawaachia msaidizi. Msaidizi ndio mtakatifu. Hiyo inamaanisha complete. It's a natural process. Bwana asifiwe. Amen. Also the principle in a command that we need one another. That's the principle of God. Yesu alipokuja duniani alihitaji wazazi ambao walimlea katika kipindi cha utoto. Alipokuwa anaanza huduma, that man needed also people ambao watasimama naye katika huduma. That is Jesus Christ himself. Na ukisoma kitabu cha Matthew chapter 10, Biblia inasema na Yesu akachagua wanafunzi wake 12 ili wakapata kumsaidia kazi. Leo hii nataka niwaambie wapendwa, we need one another. We are not an island. Tunahitaji mwingine. Wewe unanihitaji kama pastor wako, na mimi ninakuhitaji kama mshirika. Kwa sababu as a pastor siwezi nikafanya kazi pasipo wewe. And as a pastor also I cannot stand here to preach. Nitahubiria nani isipokuwa wewe umekaa nikuhubirie. Nawe pia ninakuhitaji. Vile vile unavyonihitaji ni vile vile ninavyokuhitaji. Vile unahitaji huduma wangu hivyo hivyo ndio nahitaji huduma wako. Niliwaambia kuna wakati mwingine some of us, I don't know, sijawahi jua nilinunua suti lini. Kuna watu ambao wanafanya hiyo kazi ya kununulia suti ya kuvaa, ya kununulia viatu za kuvaa, za kununulia hizo vitu. Kwa sababu ninakuhitaji. Nisipokuhitaji nitahitaji nani? Na ndio sababu wakati mwingine nitakuhandle katika ile mazingira ya kukuhitaji. Nawe pia unanihitaji. Ndio sababu every time, pastor, sometimes we don't sleep. We don't sleep. Mtu mwingine jana alikuwa ananiambia, pastor, you are so tired. What? Ambao inasababisha niwe tired. Kwa sababu sometimes iwe ni usiku wa manane. Ask her. Iwe ni usiku wa manane, utapokea simu ya kukwambia pastor, nahitaji maombi yako. Kwa sababu huyo mtu anakuhitaji, hawezi do away without you. Na wewe pia siwezi nikaenda pasipo wewe. Ndio sababu we are here on the altar. Tuko hapa Bwana alitupatia ili tukapate kuhudumia. Ndio sababu ninakuhitaji. Amen. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Katika hali yote ninakuhitaji. Katika hali yote unanihitaji. Kanisa limelinganishwa na mwili. Katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 12. Ukisoma pale kanisa linalinganishwa na mwili. Na inasema katika mwili kuna completion ya viungo ambavyo vipo. Inasema kuna mkono, kuna mguu, kuna macho, kuna pua, kuna masikio. Na hiyo yote inahitaji ingine. Macho haiwezi enda mahali ambapo mguu haiendi. Macho itaona, mguu itatembea. Haleluya. Masikio itasikia, macho itaangalia, mguu itaenda. Macho itaona, lakini macho haiwezi ikachukua, mkono ndio utachukua. Amen. Hivyo ndio tunahitaji kila mmoja. Nikiwa hapa, you are my eyes. Ukiwa hapa, you are my hands. Ukiwa hapa, you are my legs. Kwa sababu ninakuhitaji katika njia zote. Nimesema is a process of nature. Nimesema nature also demands. Ndio sababu hata Yesu pekee hakufanya kazi peke yake, ijapokuwa angeliweza. But pia alikuwa analeta mfano ili tukapate kujua so long as tunaishi katika ulimwengu, tunahitaji mwingine. Tunaambiwa hivi, you can go far if you are alone. But you can go further if you are with others. Amen. Uko na uwezo wa kwenda mbali ukiwa peke yako, lakini uko na uwezo wa kwenda mbali zaidi. Uko na uwezo. Masikini anahitaji tajiri, naye tajiri anahitaji maskini. Amen. Kwa sababu pasipo maskini, ni nani ambaye tajiri ataandika nani? Na pasipo tajiri, then ni nani ambaye maskini atafanyia nani kazi? So hiyo nature imekuwa siri. Kwa tunahitaji mwingine. Tuache hii vitu ya kufanya viburi ambavyo havina maana. Biblia inasema vizuri, na inasema wawili wanashinda mtu mmoja. Wanasema mmoja akianguka, mwingine ako na uwezo wa kumwamsha tena. Na ndio sababu tunatembea tukiwa na wenzetu. A husband and a wife, mkiwa kwa nyumba, mna share vision na mta implement vision. Lakini kama kuna yule mtu ambaye ako na vision bila kuimplement that vision, we cannot win the battle. Na ndio sababu katika kitabu cha Nehemia alipotoka, Nehemia only shared the vision, na watu wa Nehemia wakachukua the vision, they implemented the vision, then ukuta wa Yerusalemu ukajengwa. Iko na uwezekano hapa. Wakati ambaye the man of God ana share that vision kama hakutakuwa na hiyo mtu akubeba, the vision will die. Naye kumbuka, kanisa ambalo halina maono ni kanisa ambalo limekufa. Na ndio sababu tuko na askofu ambaye anatupatia maono. Anapotupatia maono, na sisi pia tunafaa tuchukue maono na tuimplement. And also remember, you cannot have the vision where there is a leader. Leader was mandated to have a vision. And we cannot have vision without leader. Na ndio sababu if at all you are going to have vision, or you are going to share with your leader, na leader ndiye ataiweka kwa watu ili watu wa implement. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati mwingine huwa nakaa chini nasema, Mungu wa mbinguni, I don't care watu watasema nini. Nikiwa na opportunity ya kusimama na wengine, nitasimama na wengine. Don't isolate from people. Don't isolate from your brothers. Don't isolate yourself from your sisters. Hao watu wanakuhitaji. Vile unamhitaji yeye, hivyo ndiye anakuhitaji. Nimewaambia, this man is not a husband without her. This woman is not a mother without him. So hivyo vile ilivyo. Hivyo ndio ilivyo katika ulimwengu. Ambaye ulimwengu ya watu ambao waliona maono. Ulimwengu ya watu ambao wako ready to implement the spirit of needing one another. Tunahitaji one another in our life. Elder, you need me, and I need you as well. Bwana asifiwe. Amen. Bishop needs him as I need him as well. Amen. Na kila mmoja hapa anahitaji mwingine.
tunasimama on the gap. Saa hii mama wetu amekaa pale Mgoni. That's why nimekuja na hiyo message. That woman is there. Anakuhitaji wewe. Vile wakati mwingine ulikuwa unamhitaji. Na ndio tukisema let us come together, let us unite so that we can bring our voices together to pray for that mama. You have to come out without questioning anything. Because yeye vile anakuhitaji saa hii, kuna wakati utamhitaji. Nilikuwa na share na mtu hapa jana. Wale vijana ambao wameandika my daughters and my sons. There is a day I stood with them. I was sharing with the man, David, yesterday, tukiwa kwangu. Kuna wakati ambayo walikuwa wameshindwa nyumba ya 1,500 kulipa. Kuna wakati walikuwa wameshindwa. Kuna wakati walikuwa wameshindwa hata chakula ya kukula kwa nyumba yao. Kwa hivyo huwa ina happen. So ukiona mtu mwingine anakuja kwako anakuambia, my brother Godfrey, nisaidie hii. Usione huyo mtu kuna siku atapata. Kuna siku atapata na wewe pia atakuondoa katika hiyo hali hapo. Hiyo ni wakati wake. Amen. Hawa kuna wakati nilisimama nao. Lakini kuna wakati nilikuwa chini. Naye pia wakaniinua. Na niko very proud kusema kuwa walinisimamisha wakati mwingine. Kwa sababu niliwahitaji. Na kuna wakati walinihitaji. Na kuna wakati niliwahitaji. Na bado ninawahitaji. Na leo hii bado wananihitaji. Sababu kuna wakati mwingine wanakuja kwa wananiambia, "Pastor, you are the pastor of our family. We need you mostly." Juzi nilikuwa nimejitenga katika mambo ya familia. Bwana asifiwe. Amen. Na niliwaambia hapa nimejitenga na mambo ya familia na mimi niko. Na nikatoka hata kwa group ya familia. But yesterday wakanitumia message kwa WhatsApp. Wakaniambia, "Pastor, remember you are the only pastor katika familia yetu. We cannot do away without you." Hiyo inamaanisha nini? Wananihitaji. Na hivyo pia ninawahitaji. Siwezi nikakimbia familia. Ninaweza kukimbia hiyo familia niseme najitenga, lakini kuna mahali ambapo nitawahitaji. As a man, you need somebody ili wakukushikilia, kukuinua mkono. Moses needed more than God. Moses also needed men. Wakati Mungu anawaambia enda upigane na Waamaleki, Moses alienda na akasema simama kwa mlima Sinai na inua mkono wako. Moses hakuenda, Mungu alimwambia go with some men. Nini Mungu alikuwa anajaribu kusema? Unataka kuniambia Mungu hangeambia Musa ataenda tu usimame na uinue mkono na Musa angeshinda? Mungu angewashindania hata hizo vita without watu. Lakini Mungu alimpatia test, akamwonyesha kuwa katika maisha yako ya wokovu, katika maisha yako ambayo unaishi, unahitaji watu wa kusimama na wewe katika hali zingine. Na ndio sababu akamtuma, utakaposimama katika mlima Sinai, unaposimama katika wewe mlima, wewe inua mkono wako, lakini chagua watu ambao utaenda nao. Moses akachagua Joshua, Moses akachagua Aaron, Moses akachagua Caleb. Moses akaenda nao kwa mlima. Na Moses aliposimama vile Mungu alimwambia, Moses akainua mkono juu. Na wakati aliinua, wanasema the Israelites walikuwa wanashinda wa Amalek. Lakini wakati alipokuwa anachoka akiteremuka, the Amalekites walikuwa wanashinda Israeli. Naye wale ambao walikuwa nao wakaona kwa wacha tushikilie mkono wa Musa juu. Amen. Bwana asifiwe. Hata kama uko na Mungu mpendwa, still you need some men ama women ambaye watakaye kuwa kando yako. Hata kama uko na Mungu. Na leo hii jua hiyo. Usifikirie sasa wewe uko na Mungu sasa nijitenge kwa watu. Mwingine akasema ati mimi naendanga kwa nyumba yangu, naweka station, ninaona message, nasikia tu message naomba nikiwa kwa TV. Nani anakuambia hivyo? Biblia inasema tusije tukawacha kusanyiko kama ilivyokuwa desturi ya wengine. Tusije tukawacha kusanyiko. Wewe usisema tu kwa sababu mimi sitaenda kanisani nataka kukaa. Kuna wakati, my brother and my sister, even though you have money, you can not carry yourself to the grave.
You cannot. Neither. Wewe huwezi ukajishika peke yako. Kuna watu ambao unahitaji, wale ambao watakuzika katika maisha ya mwisho wako. Na kuna watu ambao watakubeba. No matter how strong you are, no matter how rich you are, still you need somebody in your life. So mke anahitaji mume. Hiyo ni nature. Na ndio sababu nasema tuombe kwa ajili ya wao wasichana ambao tuko nao wapate waume. Na tuombe kwa vile wale vijana ambao tuko nao wapate wake. Ili watimize the nature of God. Asili ya Mungu. Inahitaji mmoja kwa mwingine. Bishop alikuwa anasema hapa kuna watu walienda pale wapi? Nyayo Stadium. Wamama wameenda kuombewa, wanataka wanaume. Na yeye mmoja wa shirika wake ameenda pale. Nini ilikuwa inamsukuma? So we need one another in our life. Don't isolate. In every circumstance, in every event, don't isolate. Simama, utembee na wenzako na utafika mwisho wako. Every destiny ina demand kuwa uwe na watu ambao watakusukuma to that destiny. Every destiny you must, lazima upate the destiny helper in every destiny of your life. Kama unataka kuamka katika uimbaji wako, my brother, remember you need somebody. You need people ambao watasimama na wewe kusukuma hiyo ili ufikie hatima yako. Unahitaji mtu. Kama unahitaji katika vyovyote vile, unahitaji mtu ambaye atasukuma hayo maono. Unaweza kuwa na maono, unapokosa watu wa kusukuma hayo maono yatakufa. Ndio sababu wewe ninakuhitaji, my brother Godfrey. Nawe pia unanihitaji. Na ndio nilikwambia I will stand with you, my brother. Na Mungu wa mbinguni atetee na tusimame na wewe na tutimize maono yako. Hallelujah. Tupigie Yesu makofi. Because this is our brother. Ambaye Mungu ameleta maono kwake. Tunataka tusimame, anatuhitaji zaidi bila tunavyomhitaji. Maana anaposimama hapa anatubariki. Naye pia tunataka tusimame na yeye tutimize hatima yake. Hatima yake ni kuwa yeye anataka ainue muziki yake. Lakini atainua akiwa peke yake? Anahitaji watu wa kumshikilia mkono. Na wewe na mimi ndio tunafaa tushike haya maono pia sukume mbele. Pasipo sisi haya maono haiwezi. So my brother will stand with you. Amen. You need me as well as I need you. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. In every circumstance, in every event, usitembee peke yako if you want to go further. But if you want to go far, you will go far alone. But if you want to go further, unahitaji watu wa kukusukuma mbele zaidi. Like relays. Bwana asifiwe. Amen. Huwezi ukakimbia mbio za relays pasipo watu ambao wanakusukuma. Ndio unaona relays anatoka huko na kijiti, anakaribia na wewe unaanza mbio. Na wakati unaanza mbio anakupatia ukiwa unakimbia mbio. Na wewe unapatia mwingine akiwa katika mbio. Na mwishowe mnahesabu washindi. Hauwezi kujihesabu wewe ni mshindi ukiwa peke yako. Na uwezi ukakimbia mbio zako wewe mwenyewe. Mbio unahitaji mwingine ambaye atakushikilia ili akupush. Ndio sababu Paul akaongea. Paul needed Timothy katika maisha yake. Elijah needed somebody. Na akachoose Elisha. Na Elisha akatembea naye mpaka his destiny. Na wakati alipoenda, Elisha naye akataka mwingine ambaye atakayetembea naye, na akachagua Gehazi na akatembea na Gehazi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja alikuwa anahitaji mwingine. Moses needed Aaron. Ili akapata kwenda kuongea alihitaji Aaron. Moses needed more than mtu alihitaji Aaron katika maisha yake. Alihitaji Joshua katika maisha yake. Na alipokuwa anaenda, Biblia inatuambia katika kitabu cha Joshua, Mungu anaambia Joshua, as I was with my servant Moses, so I will be with you. Amen. Na akamwambia be courageous. Amen. Moses needed Joshua in his ministry to achieve. Ili wafike Canaan, Moses alihitaji Joshua. Ili wakombolewe kutoka katika nchi ya Misri, alihitaji Aaron. Amen. Wakati alikuwa analemewa kuongea, Aaron was there to speak on his behalf. Amen. Kwa sababu Biblia inasema he was a stammerer. Amen. Na yeye hangeweza kuongea, lakini alihitaji watu
mtu ambaye anamuongelea ili maneno yake yawe na upako. Izidi iende mbele. Ndugu yangu, wakati ni wakati huu ambaye Bwana anasema kwa wenyeji wanangu. Amen. Viburi tuondoe kando. Usio unasema uko na pesa, hata mwenye pesa pia anahitaji mwingine. Useme wewe ni mrembo sana, hata kama ni mrembo zaidi. Mwingine akasema, ukisoma katika Methali, nasema mficha uchi anafanya nini? Hasai. Bwana asifiwe. Amen. As you are special, hauwezi ukaficha uchi wako na ukazaa. Amen. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha hata kama wewe ni mrembo kiwango gani, bado unahitaji mtu ambaye utafunulia uchi wako ili mzae. Hata kama wewe ni bingwa namna gani. Imagine president mwanamke anahitaji bwana. Hiyo inamaanisha kuna wakati yeye pia anahitaji bwana ambaye analala na yeye ili apate mtoto, unless kama hataki mtoto. Kwa hivyo hiyo msemo unatimia, kuficha uchi hazai. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, we need one another. Nimewaambia Moses needed Joshua, Moses needed Aaron, Abraham needed Lot, and he walked with Lot. Itapokuwa Ruth alijitenga kwake. Yesu alihitaji Peter katika maisha yake. Yesu alihitaji mtu ambaye anaitwa Judas Iscariot, the man that later betrayed him. But sometimes he needed his service. Ndio sababu katika ministry ya Yesu, Judas alikuwa nani? Alikuwa treasurer. Katika ministry ya Yesu. Hiyo inamaanisha wakati alihitaji treasurer, Judas was there. And Biblia inasema he himself appointed Judas. Imagine kando na kujua Yesu alijua. Anasema anatujua. Lakini alijua Judas. Na alijua Judas alikuwa nani? But still alikuwa bado anamhitaji ministry yake. Amen. Paul alihitaji Timothy katika maisha yake. Na ndiye anasema my son Timothy. My son Timothy. My son Timothy. You need a father. As well as the father need a son. Vile tunavyokuhitaji, hivyo ndio unanihitaji as a father. Nami nakuhitaji as a daughter. Siwezi nikajigamba. Hapa Biblia inasema hapa tutakula katika hii madhabahu. Amen. Hapa mjui Biblia inasema hivyo. Ha? Inasema leteni saka kamili katika nyumba ya Bwana. Ili kuweko na nini? Chakula. Amen. Amen. Ni nani ambaye wanaambiwa alete sadaka kamili? Sisi. Ni makuhani hapa? Ni nani ambaye wanaambiwa? Washirika. Si washirika? Na wale ambao wako hapa si ndio hiyo chakula? In fact ukisoma vizuri inasema na mtakapoleta saka na sadaka zenu, Aroni na watoto wake, yani wakuhani na watoto wake, na wakapata kula katika chakula cha madhabahu. Na mgeni ambaye atakuwa pale, na yatima ambaye atakuwa pale, na mjane ambaye atakuwa pale. In fact Biblia inasema clear. Nao mimi wewe usipokuweko, mimi nitapata wapi chakula ya kula hapo? Bwana asifiwe. Amen. Wewe usipokuweko, nitapata hapa. Niliwaambia sisi wakati laana ilipotokea, wakati Jacobo amesimama, ukisoma Genesis chapter 49. Jacobo anaanza kuhesabu vile watu, akasema Juda utakuwa hivi. Ruben wewe nimekulaani. Nani wewe nimekulaani? Alipofika katika uzao wa Levi, akasema wewe Levi na wewe Simeoni, tulipokuwa katika nchi ya ugeni, mlichukua upanga na mkakata. Na mkakata watu wenyeji wetu ambao walikuwa wametukaribisha. Kuanzia leo nimewanyima urithi. Na urithi wenu utakuwa unatoka katika mikono za mandugu zako. Na hivyo ndiye anachagua Levi na anamweka katika madhabahu. Na anasema kuanzia leo hii Levi utakuwa unakula kwa mifuko ya ndugu zako. So wakati ambaye ninakula kwa mfuko wako, ninakula kwa haki yangu. Amen. Haleluya. Amen. Nakula kwa haki yangu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu amesema walete kwa madhabahu ya Bwana ili Aruni na watoto wake, kuhani na watoto wake. Sisi ndio Aruni ambaye tuko katika haya madhabahu. Amen. Wacha tukule. Bwana asifiwe. Amen. So wakati ambaye sikuhitaji wewe, nitapata wapi mtu wa kuleta chakula kwa madhabahu? Nitapata wapi? Utapata.
Sitapata kwa sababu nimenyimwa urithi. Mshawahi sikia bishop kuna mahali ameandikwa? Hapana. Hajaandikwa mahali. Hiyo ndio sababu anakuhitaji. Na ukikataa, Biblia inasema kuwa atacommand kunguru ambaye alileta chakula kwa nani? Kwa Elijah. Anaweza leta chakula na tule. But hatuendi hiyo. Tunakuhitaji wewe. Bwana asifiwe. Vile unavyonihitaji hivyo ndio unavyo nakuhitaji. Nami nitasimama kwa sababu wakati mwingine tukaya chini wapendwa. Maombi mazuri na watu ambao walikuwa wanabarikiwa. Elijah anaenda akiwa anasikia njaa. This man naambiwa kuwa he's a prophet of God ambaye alikuwa so powerful katika ministry ya prophecy. Wakati wa Jezebel, wakati wa King Ahab, wakati ambaye njaa ilizuka katika Israeli. This man was a powerful prophet. This man alikuwa mtu ambaye angeongea na Mungu na Mungu aachilie chakula ishuke. After all Mungu aliachilia. Kunguru wakaleta chakula na wakakula. Sipendi sana but wakati mwingine ni watumishi wa Mungu we can't condemn. Nganga aliimba wimbo ambao inasema kunguru. Ati kunguru ndege mweusi yajabu kwamba alimulisha Elia. Amen. Bwana asifiwe. Ati kunguru ndege mweusi yajabu ni kuwa alimulisha Elia. Kwa hivyo Elijah alihitaji Mungu, lakini kando na Mungu alimumpeleka kwa mjane. Hata kama alikuwa ni mjane bado Elijah alimuhitaji. Na Elijah alipoenda kwa mjane na Elijah akapewa chakula na kala. Na Elijah alipokula chakula akainua mkono na akabariki mjane. Kwa hiyo mjane alimuhitaji na Elijah alimuhitaji pia. Hivyo ndio ilivyo wakati huu. Wewe ninakuhitaji nikubariki, nawe unakuhitaji unanihitaji nikubariki. Na wewe pia unanihitaji nikubariki. Nami pia nitakubariki. So Elijah hangebariki yule mama kama mama hajaonyesha kwa yeye ako ready. Na ndio sababu Mungu akamtuma enda kwa mjane. Mjane ambaye alikuwa amebaki na unga na tumafuta ili ale na afe. Na Mungu naye anaambia enda kwa huyu mjane. Hiyo inamaanisha bado alikuwa anahitaji huyu mjane. Katika maisha vile tulivyo hapa, usijidharau ukajiona wewe hufai. Still I need you. Bwana asifiwe. Usijispite katika njia yote. Ninakuhitaji. Tunakuhitaji tusimame na nyinyi. Wakati wa harusi yangu wapendwa, nilipokuwa hapa tulikuwa wachache zaidi. Na nikawa nimetarget 400,000. Of which nikaona kuwa kanisa hatukuwa wengi by that time. If I remember this, my brother elder, tulikuwa not watu 20 by that time. Now tunahitaji 400,000. Nilikuja kwa huyu my brother, nikamwambia brother, tunahitaji 400,000. Na hii pesa inataka itoke kwako, itoke kwa mwingine. Mimi kwangu kibinafsi nilikuwa na only 100,000 wakati ambaye ninahitaji 400,000. Niliambia elder, you have to chair this meeting and I need money from you. Na ilikuwa na only 1 month. 1 month elder huyu plus the family of same like faith wakanipatia 70,000. Amen. Kwa mwezi mmoja. Amen. Hiyo inamaanisha we are able. Amen. So long as tunajoin mikono pamoja we are able. Amen. Lakini kama ningejisolate, ningefanya kitu ambayo halifai. Nilitoka hapa nikaenda kwa wengine akanipatia, mwingine akanipatia. Nikafikisha 400,000. Bila only for one week. Amen. So wakati ambao tunahitaji tunasema tunahitaji 500,000. Na tunasema tunahitaji 500 for miezi mingapi? Miezi 4. Ikiwa utakuwa na marafiki, tutaachieve the goal. Ikiwa hautajitenga. Niliambia this brother, don't despise yourself. You are more than able. Amen.
Nikasema hizi nyimbo zako we are more than able. Usiku unaangalia unasema mimi siwezi. You are able. Kwa sababu uko na watu ambao wanafaa wakushike mkono. Haleluya. Tuko na watu. Wakati ambao tulienda hapa kwa shule, ndugu yangu ako na pesa hazitoshi. Naye wanatuambia ili washutie pale, wanahitaji kiwango fulani. Alafu ananiambia, "Pastor, hapo siwezi pata." Nilimwambia wewe mwenyewe unaua maono yako because of unbelief. Wakati mwingine tunaua maono yetu kwa sababu hatuamini. Nikasema, my brother, kanisa yetu hiyo iko na watu zaidi ya 20. Alafu ile pesa inatakana hapa is only 10,000. 10,000 ndio unasema siwezi. Imagine anasema hawezi 10,000, hawezi. Which akapa na mtu ambaye anaitwa Finisha, akapa na mtu daktari mzima katika hii nyumba ya Bwana ambaye wanaweza kumshika mkono. Alafu anasema 10,000. Nikamwambia enda tu kwa kila mtu mwambie nataka only 500. Na hiyo pesa itapatikana. Imagine 500 10,000 watu wangapi? 20. Na jamaa amejaa na watu marafiki wakubwa. Huyu jamaa ni rafiki ya huyu jamaa anaimbanga hizi nyimbo za kurapu anaitwa na Gloria Moriro. Huyu mtu ni rafiki yake. Huyu mtu ni rafiki ya Rafton. Huyu mtu ni rafiki sijui ya nani. Huyu mtu ni rafiki ya huyu Elda Ruben. Na huyu jamaa amedominate hapa umoja. Huyu mtu ni rafiki yake. Huyu mtu ni rafiki ya Melinda. Huyu mtu ni rafiki ya Joyce. Huyu mtu ni rafiki ya Finisha. Alafu analia shilingi 10,000. Bwana asifiwe. Haleluya. Tafuta, simama, tafuta wenzako wakushikilia mkono. Bali ambapo unaamka wakubebe tena. Wakuamsha tena. Wanasema two are better than one. If that man will fall, there is somebody ambaye atamwamsha. My brother, inua maono yako. Inua maono, acha kujileti down. Wakati mwingine ukiwa unafanya hivyo unajileti down, unaua maono wewe mwenyewe. Which uko na watu ambao wanaweza simama na wakatimiza maono yako. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuamke. So if you want to achieve your destiny, look for somebody. Don't isolate yourself. Wewe ni mtu wa muhimu katika nyumba ya Bwana. Wewe ni mtu ambaye ni wa muhimu katika nyumba ya Bwana. Kila ambacho unahitaji mwenzako. Wewe mume unahitaji bwana yako katika maisha yako. Na wewe bwana unahitaji mume wako kwa maisha yako. Nawe ni mke wako kwa maisha yako. Nawe ndugu yangu ambaye uko hapa unahitaji mchungaji wako zaidi. Nawe mchungaji ambaye hapo katika madhabahu anakuhitaji zaidi. Tunahitaji tushikane. Tunataka tutimize maono yetu. Na maono yetu itatimizwa mwingine akiwa amekushikilia. Na hiyo ndio sababu don't isolate from the congregation of God. Wakati Bwana amekuita in this congregation, you lazima usimame. We are here kutimiza maono. Bila ninavyokuhitaji vile unavyonihitaji. Leo hii unataka uinue sauti yako. Inua mikono zako mbele za Bwana. Ambia Bwana, kama nilikuwa nimejitenga kwa sababu ya yale mambo ambayo niliyasikia. Kuna mwingine ambaye huenda ulikwasika mahali. Ukasema from today I will isolate myself from that church. Don't go there. Come back to the church. Stand, we are going to pray for you. And we are going to help one another. The time imefika ambayo tunataka tusikie sauti ya Bwana tu. Sauti ambayo imesema kuwa come, tubebeane mizigo zetu. Wewe unapokuwa mgonjwa unahitaji wengine wa kuombea. Unapokuwa mgonjwa unahitaji wengine wa kutembelea na kukuona. Unapokuwa mgonjwa unahitaji watu ambao wanaweza toa pesa za kusimamia katika matibabu yako. Lakini hauwezi ukatembea ukiwa peke yako. Ndio sababu my brother, wewe unataka usimame na utende kazi ya Bwana. Enda mbele za Bwana. Just go before God. Na usarende na uombe Mungu akupatie hatima yako. Bwana atimilize hatima yako. Bwana atimilize hatima yako. Ambia Bwana atimilize hatima yako kupitia kwa wenzako ambao uko nao. Ambia Bwana, from today I will not isolate myself from the congregation of God. I will not and I will not. I isolate myself from this congregation because I need the congregation. I need the congregation. Enda tu mbele na Bwana mpendwa.